Leo tulikuwa na hafla fupi ya kukabidhi hundi kwa kamati za ujenzi wa barabara katika mitaa yote mitatu. Tumekabidhi pesa milioni 7 kwa ajili ya barabara na kivuko kwenye mtaa wa Msingwa, barabara ya Nguvumali, tumewapa milioni 7. Lakini pia tumekabidhi pesa milioni 38 katika barabara ya Bonyokwa kwenda Shedafa, ambayo hiyo inatengenezwa kwa kiwango cha zege, milioni 38. Lakini pia tumekabidhi milioni 1 kwa ajili ya kununua tanki la zahanati ya Bonyokwa. Tanki lao lilikuwa limeisha. Lakini pia tumekabidhi milioni 5 kwenye kikundi cha usimamizi wa ujenzi wa kingo ya mto, ambao tayari ile mto ulikuwa tayari umeshaua kabisa njia kwenye barabara ile ya Darajani. Kwa jumla pesa zote zilizotoka leo ni milioni 51. Lakini niseme kwamba namshukuru sana mheshimiwa mbunge, maana hizi pesa tulizozitoa leo asilimia 75 zimetokana na mfuko wa jimbo, milioni 5 tu ndo ambayo imetoka kwenye pesa zetu za kata. Kwa nichukue fursa hii pia kuwaambia wananchi kwamba maendeleo ni mchakato. Kwa hiyo waendelee kuiamini serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia na wale wote ambao wamepata hizi pesa leo wazifanyie kazi ambayo imedhamiriwa, sababu na mainjinia wa TARURA wataenda kuwasimamia. Pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo kwenye kata hii ya Bonyokwa. Tayari tumepata barabara ya lami inayotoka Kinyerezi Bonyokwa Masia Kimara, lakini pia tumepata barabara ya lami ya kutoka Segerea kuishia Bonyokwa, lakini pia tunapata barabara ya lami mita 500 ya kutoka Masia kwenda Canada. Pia tumepata mita 500 ya kutoka Bonyokwa kwenda kwa Mkua. Kwa namshukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ya kutuangalia kata yetu ya Bonyokwa. Lakini pia kutokana na hali ya kiusalama kwenye kata hii yetu ya Bonyokwa, leo nimeendelea tena kuwapatia viongozi wa kamati za ulinzi shirikishi ya kata, nimewapatia t-shirt kwa ajili ya sare, t-shirt 20, nimewapatia filimbi 50 na nimewapatia tochi 4 kwa ajili ya usalama wa wananchi. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani na kamati yake. Kwa kweli tumeona na Bonyokwa na viongozi wote na mwenyekiti na pamoja na Mheshimiwa mbunge. Kwa kweli tumeona namna ambavyo wanatupenda na tumeona namna ambavyo kwa kweli sina cha kusema. Barabara yetu ya Nguvumali ilikuwa na bonde kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Diwani tulishirikiana naye kupitia mwenyekiti pia tukaweza kufunika, lakini akasema na waahidi nitapatia makavat na mfereji na barabara ikae vizuri iweze kupitika. Kwa kweli nakushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Nimshukuru Mheshimiwa Diwani pamoja na mwenyekiti wake kwa kiasi hicho ambacho waweza kutupatia ili kiweze kusaidia kwenye eneo letu tuweze kupita. Kwa hiyo miaka miwili magari yanalala nje. Si mjumbe Malila yupo ndo anafanya kazi ya ulinzi kulinda magari ya watu. Miaka miwili watu hawajawahi kuingia na magari kwenye mitaa wao. Sasa hichi kiasi ambacho tumepatiwa kitatusaidia na imani baada ya mwezi mmoja magari yataanza kulala majumbani kwao. Tunashukuru Mheshimiwa Diwani, tumike Malilo mitano tena. Kwa hiyo umetutuma tukakufanyie kazi, huko tukafanye kazi. Shukuru Mheshimiwa Diwani kwa kusikishia ombi letu kwa Mheshimiwa mbunge Bona, na hatimaye tumeweza kupatiwa milioni 1 kwa ajili ya kununulia tanki pale, sababu kwa tuna changamoto maji hayawezi pale, hatuwezi kutumia maji bila kuwa na tanki. Tanki ile lilipasuka, tumesharepea zaidi ya mara 4. Mwisho wa siku inakuwa haiwezekani tena kurepea, inabidi tuache. Kwa hiyo tukamwomba huyu, tumepambana sana muda mrefu, miezi 8 sasa hivi. Ndio hivyo, serikali inafanya kazi lakini sio kama unavyotaka wewe, kwa sababu ni mchakato, vitu vifanyike kwa wakati wake. Lakini mwisho wa siku tunafanya na tumeweza. Tunashukuru sana. Mungu awabariki. Mbunge wa jimbo la Segerea, mama yetu Bona Ladislaus Kamoli, diwani wetu mpendwa wa kata yetu ya Bonyokwa Tumike Malilo, kwa namna walivyoendeleza mchakato wa kuipambania kata na jimbo
katika kuyaletea maendeleo. Jamani, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kama watu walikuwa wameshindwa kupita kwa miaka miwili, magari yanalala nje, hata bodaboda zinashindwa, sasa leo kilio chao kimeenda kupatiwa utatuzi. Hizi ni sifa kwa mheshimiwa diwani. Kama mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani wametuwezesha haya, ili ni maanake wametupa sisi deni. Na mheshimiwa diwani, huko mbunge aliko, nenda kampe taarifa kwamba wananchi wa kata ya Bonyokwa na jimbo la Segerea, sisi wakati ule ukifika, jamani, tuna kauli mbiu yetu, tunahitaji Oktoba sasa, na sisi hatutosita kutiki kwa mheshimiwa mbunge, alikadhalika hatutosita kutiki kwa mheshimiwa diwani. Jamani, wakati wa uchaguzi kuna maneno mengi, wakati mwingine waongo wapo, matapeli wapo, lakini kazi tumeiona na hatujaanza kuiona leo, tumeiona tokea kule. Mheshimiwa diwani, naomba uwe na amani, mwambie na mbunge sisi tuko pamoja naye. Shukuru mheshimiwa diwani wetu hapa, ama hakika jamani, kazi anafanya. Makofi mengi kwake. Jambo kubwa, tuendelee kumuombea Mungu awe na afya njema, ampe siha njema, aweze kuendelea kutuhudumia kwa kiwango kikubwa. Lakini ni waasi tu wale wote ambao sasa mafedha yako mikononi, hebu tukapunguze mihemuko, tufanye kazi. Sisi kidogo na huku mbele kidogo tunahimili hiyo, lakini unaweza ukaingia kwenye grupu ukatandika, unaweza ukatamani ujifiche. Lakini tunaweza tukafanye kazi, tunaweza tukashirikiane na viongozi wa mitaa yetu, tukasimamie vizuri, tukashirikiane, naamini tunaweza. Kwa nini mmepewa heshima hii? Muone na nyie kile mlichoanza. Wale wote walioanza, basi Mungu huwaongezea kile ambacho wameanza. Kwa hiyo mkono unaotoa ndio mkono unaopokea. Kwa hiyo natoa shime kwa wananchi wengine wote, maeneo yote. Tusibaki kwenye kulalamika tu, lakini tuanze, tutambue tatizo, utatuzi wake na ushiriki wetu kwenye eneo hilo. Lakini tunaanzaje? Kwa hiyo manake tunene tukashiriki shughuli za maendeleo za kata ya Bonyokwa na mitaa yetu kwa vitendo. Nimpongeze mheshimiwa mbunge wetu Ladislaus Kamoli, lakini pia nimpongeze mheshimiwa Tumike Jabir Malilo kwa kazi hii walioifanya kwa nguvu ya Chama cha Mapinduzi, kwa kazi nzuri walioifanya kusaidia wananchi wale waliokuwa na athari kubwa sana kwa kipindi cha mvua zilizonyesha. Mimi niwapongeze sana viongozi hawa, Mungu aendelee kuwalinda na aendelee kuwaweka. Moja, wamesaidia barabara ya chini ambayo tayari karibia nyumba za watu zilikuwa zinataka kuondoka na maji, lakini kwa nguvu za viongozi hawa watatu mimili ambao wamekamilika, wamepambana mpaka hiyo barabara sasa wamekabidhi hundi ya milioni 5. Lakini pia nimpongeze mheshimiwa mbunge, ameona wakazi wa Mjumbe Nyoka athari kubwa alikuwa nayo, walikuwa na barabara mbovu, zina mitaro na nini, lakini wamepigana na mfuko wa jimbo, wamepelekea milioni 5 kwa ajili ya kutengeneza, milioni 7 kwa ajili ya kutengeneza ile barabara ili wananchi waendelee kupita. Kwa kweli Mungu azidi kuwalinda na Mungu azidi kuwabariki kwa kazi waliyofanya. Mimi kama mwananchi wa Bonyokwa au viongozi wetu 5 tena.